Naam, kwa uchambuzi wa kina zaidi kuhusu haya ambayo yamegusiwa kwenye habari, tunaungana naye Ibrahim Rahbi akiwa kule Geita. Rahbi, habari ya Geita? Salama kabisa Balkis, habari ya studio? Salama kabisa. Tuanze na hawa watu 28 ambao wameuawa kule Ukraine. Hivi vita ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine, na tunaona Volodymyr Zelensky alipata kuungwa mkono kwa asilimia nyingi sana pale ambapo alishiriki katika mkutano wa G7, na haya mashambulio bado yanaendelea. Unaona tathmini gani hapa katika hili? Ukitazama mgogoro wa Urusi na Ukraine unakosa jibu la moja kwa moja, kwa sababu tunarudi tena kwenye nadharia ambayo tumekuwa tukiishi, ile kuwa dunia inaishi kwa hisani ya Donald Trump. Anataka dunia izungumze nini au tujadili nini, itupeleke wapi? Ukitazama miezi ya karibuni ni kama mgogoro ulisahaulika, lakini kuna vita kubwa sana, kuna mamia ya watu wanaouawa karibu kila siku, na mgogoro umeathiri eneo kubwa zaidi, na mashambulizi ya hivi karibuni yamebadilika sana, kwa sababu hata Ukraine wamekuwa wakifanya mashambulizi mengi makali kuelekea kwa Urusi, hasa kwa kutumia droni pamoja na makombora. Hali kadhalika Urusi pia imefanya mashambulizi makubwa sana. Sasa ukitazama mkutano wa G7 ulivyokuwa, ni mkutano kama ulikuwa unahuisha, na ulikuwa unahuisha kwa sababu ni mkutano ambao Donald Trump alikuwa akizungumza katika lugha yenye staha. Manake alirudi kwa mara ya kwanza toka amerudi madarakani kipindi hiki, akaenda kuzungumza na washirika wake wa magharibi ambao mara nyingi aliwasema kwa maneno makali, lakini mara hii alizungumza nao kwa lugha nzuri zaidi, kwa sababu tayari swala la Iran lilikuwa limemkalia pabaya, na yeye alikuwa anatafuta uungwaji mkono kwa maamuzi yake ya kumaliza mzozo, kwa sababu katikati ya mzozo wengi walikataa kuungana naye kwenye swala la Hormuz, wakakataa kwenye vita, wakakataa kuchukua hatua nyingi alizozitaka. Sasa mara hii ni kama yeye alikuwa amerudi upande wao na wao wakaonekana kama wanampokea. Kwa hiyo ndio maana naona swala la Ukraine likawa kubwa, na Ukraine wakaona Ulaya waitumie nafasi hiyo kwa kujitalimisha kwa Donald Trump ili waweze kupata kile ambacho Ukraine anakitaka, na ndio maana naona kuwa Zelensky alipokelewa vizuri sana. Lakini swala la Ukraine tunaweza kuja kulijadili sana baada ya huu mzozo wa Irani kukamilika, katika haya ambayo yalianza kule Uswisi. Tutakuja kulijadili la Ukraine sana, kwa sababu litakuwa tena ndio kipaumbele cha Donald Trump. Baada ya kutoka hapa atatuhamishia huko. Huu mgogoro wa Iran na Marekani, katikati yao akiwa Israel, kwa nini umalizike kwanza alafu ndo swala la Ukraine lifate? Kwa sababu tunaona hii vita ya Ukraine na Urusi imeanza muda mrefu sana, tofauti na hii ya Iran na Marekani ambayo imekuja mwaka huu mwanzoni. Kwa sababu tulikwisha anza nalo. Kama unakumbuka kuwa baada ya kuingia madarakani tu Rais Trump alianza na swala la Ukraine, wakati aliposema kuwa angemaliza vita ndani ya saa 24, akatoa haraka haraka tutaimaliza. Tumeona mikutano mingi ya Urusi na Ukraine, tumeona vipengele hata vilivyopendekezwa, vile vifungu 21 wakati huo vya Urusi na Ukraine ili kumaliza mgogoro. Tukaona ziara ya Bwana Putin, akaenda kule Alaska akakutana na Donald Trump, ikaleta ishara hiyo. Lakini tukaona malumbano makali kati ya Donald Trump na washirika wa Ulaya pamoja na Zelensky. Ilikuwa ni swala la Ukraine. Baadaye ikaonekana hili swala ni gumu kulitatua, na hata Donald Trump aliwahi kusema, akasema kuwa labda tuwache kwanza wapigane, alafu pale watapoona kuwa wamechoka tutarudi kuzungumza nao. Kwa hiyo tutarudi kwenye hili swala baada swala la Irani kuingia, kwa sababu swala la Irani ndio limegusa sehemu ngumu zaidi. Limegusa sehemu mbaya katika dunia, pamoja na uchumi kamili wa Marekani umeathirika kiwango kikubwa sana, lakini mabilioni ya fedha ya Marekani yamekwenda huku, na lawama kubwa kwa Trump zimetoka kwenye vita ya Irani. Kwa hiyo unaona kwamba anaona kwamba atatue moto unaounguza nyumba yake kwanza kabla ya kwenda kuzima moto wa nyumba ya jirani. Ndio hiki ambacho kinachoendelea hivi sasa. Sasa Rahbi, twende pale nchini Uswizi ambapo tunamuona JD Vance akiwakilisha Marekani, makamu wa rais huyu, lakini pia tunamuona waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi pamoja na spika wa bunge wa Iran Mohammed Bagher Ghalibaf akiwa pale nchini Uswizi. Nini ambacho kimeendelea zaidi pale Uswizi mpaka hivi sasa?
Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa katika pande tofauti tofauti, siku ya kwanza ya mazungumzo ambayo taarifa imemalizika muda mfupi, kuwa mazungumzo yalikwenda vizuri kiasi, licha ya kuwa awali yalianza na malumbano makali. Malumbano makali yalianza hasa kwa kile ambacho Irani walianza nacho kwenye mazungumzo, kuwa kifungu cha kwanza. Kifungu cha kwanza cha makubaliano ya vifungu 14 kinazungumzia kuhusu usitishaji kamili wa mapigano katika pande zote ikiwemo Lebanoni. Kwa hiyo mjadala mkubwa ambao ulifanyika katika siku ya kwanza ya mazungumzo umehusu sana Lebanon, na Irani imependekeza na inataka kuwa Marekani aiagize Israeli kuondoa vikosi vya Israeli vilivyopo kusini mwa Lebanoni viweze kuondoka kabisa. Sasa hapo ndio kumekuwa na malumbano makali zaidi wakati huo, lakini jana hiyo Donald Trump akaandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kutishia Irani kuwa itabidi waishambulie Irani ikiwa Irani itaendelea kuwasaidia Hezbollah, na baadaye ikaonekana kama delegation ya Irani ilikasirishwa na maneno hayo na kuamua kuondoka kwenye mkutano, lakini baadaye taarifa rasmi haikutoka kama walikuwa wameondoka, isipokuwa kulikuwa na taarifa kadhaa tu ambazo zimetoka pembeni na kuthibitisha hilo. Lakini pia ikaonekana kama vile Irani walikuwa wameamua kufunga mlango wa Hormuz. Taarifa toka juzi hiyo walikuwa wameamua kufunga mlango wa Hormuz kutokana na mashambulizi ya Israeli kule Lebanoni, taarifa ambayo pia Irani hawakuithibitisha moja kwa moja kupitia mamlaka kamili, na ndio taarifa ambayo ikaleta malumbano makali, ambayo Donald Trump jana alisema kuwa angelishtaki gazeti la New York Times ambao liliandika hiyo taarifa, akasema kuwa ni taarifa ya uongo, meli zinapita kama kawaida. Kwa hiyo mazungumzo ya awali yamekuwa na mivutano, hasa mada kubwa na ajenda kubwa ya kwanza ambayo imejadiliwa ni swala la Lebanon pekee. Ukija ndani ya Israeli utaona vyombo vya habari vya Israeli, mfano gazeti la mrengo wa kati la Haaretz pamoja na gazeti la mrengo wa kulia la Hayom, yote kwa pamoja yameandika andiko ambalo linasema kuwa tayari Marekani wamepeleka shinikizo kwa Israeli kutaka vikosi vya Israeli viondoke kwenye maeneo ya Lebanoni, na maeneo hayo yatakaliwa na vikosi vya Lebanon. Taarifa hii inakwenda mbali zaidi kwenye gazeti la Haaretz, ndio wanaieleza kwa kina swala hilo. Na jana waziri mkuu na juzi waziri wa ulinzi wa Israel Katz wote walisema kuwa swala la kuondoka ndani ya ardhi ya Lebanoni ni mstari mwekundu. Lakini ukiangalia gazeti la Haaretz lenyewe linasema kuwa gazeti la Hayom linasema kuwa amri ya Marekani ni swala la muda tu katika kupinga kwa Netanyahu. Hata kama atapinga, itamlazimisha kuifuata amri hiyo. Kwa hiyo hapa katikati kuna malumbano yamegawika katika pande. Kuna upande ambao Marekani na Israeli wenyewe wanaparurana katika kulazimisha lazima Israeli itekeleze hayo ya kuondoka ili Irani waweze kukubali kukaa kwenye mazungumzo. Upande wa pili kuna tishio la Irani kuwa kama Marekani hawezi kumdhibiti Israeli, basi mazungumzo hayatoendelea na watarudi hapo hapo. Lakini tishio la Donald Trump kushambulia Irani, na tishio ambalo lilijibiwa na spika wa bunge Mohamed Ghalib alichosema kuwa vikosi vyetu viko tayari kwa hali yoyote, ikiwa mnataka kushambulia na sisi tuko tayari. Lakini wakati huo huo kauli ya Donald Trump ikajibiwa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian wakati akitoa maelezo kiasi kuhusu ajenda ya urutubishaji wa urani, akasema kuwa Irani haiwezi ikakubali kuondoa haki yake. Kitu pekee ambacho wamekubaliana ni kuwa Irani haitokuwa na nyuklia, lakini swala la urutubishaji wanasema ni haki yao ya msingi, haiwezi kujadiliwa, na ni wao wanasema ni mstari mwekundu. Kwa hiyo kumekuwa na malumbano makali sana katika mazungumzo ambayo yanaendelea, na ndio kile ambacho niliwahi ukisema kuwa miezi miwili inaweza isitoshe kabisa kuzungumza kuhusu haya, maanake kuwa ni mengi sana. Rahbi, nini ambacho kinampa ugumu sana Israel kumsikiliza Marekani kuiacha Lebanon? Ama kwa upande wa pili pia, nini ambacho kinampa ugumu Marekani kumsisitiza Israel aweze kuachana na Lebanon ili angalau sasa waweze kupata starting point, sehemu ya kuanzia katika mazungumzo yao na kuweka sawa mambo mengi ambayo yanasitishwa kufanyika na huu mzozo wa Israel na Lebanon katika makubaliano ya vita hivi vya Iran na Marekani? Kuna nadharia 2 mpaka 3 zinaweza kuwepo kwenye swala la Lebanoni. Kuna kile ambacho Netanyahu ambacho anaungwa nacho mkono ndani ya Israeli, akizungumza kuhusu usalama wa kaskazini, au anazungumza kuhusu tishio la Hezbollah. Ni kiasi wa Israeli wengi wanaelewa hilo na wanamunga mkono kwenye hili swala Netanyahu kuwa tuna tishio kubwa la usalama kutokea Lebanoni ambao linaasisiwa na Hezbollah. Sasa tunaona upande wa pili Hezbollah wakisaidiwa na Irani, lakini tunaona kama vile
Marekani anatushinikiza sisi badala ya kushinikiza Irani iweze kuwadhibiti Hizbullah. Ndio hicho ambacho kinaonekana upande mmoja katika nadharia ambayo halisi ipo upande wa Lebanoni. Lakini kuna swala ambalo nimelizungumza mara kadhaa kuwa chaka la kisiasa ambalo Netanyahu anaweza kulitumia kujificha, kukaa huko, kwa sababu ishara yoyote ya kumalizika hili ni ishara inayoashiria kuwa njoo ndani ya Israeli tunaanza kujadili kuhusu siasa. Sasa tukianza kujadili kuhusu siasa, mwisho wa siasa ni tunaenda kujadili kesi za Netanyahu. Kesi za Netanyahu tunaenda kwenye uchaguzi ambao haumpi Netanyahu chochote. Kwa hiyo ni kila mtu anajaribu kusukuma la kwake. Lakini upande wa pili unaposema kuwa kwa nini Marekani hawezi kushinikiza Israeli? Marekani na Israeli ni washirika na Donald Trump amelionyesha hilo kwa kiwango kikubwa, lakini walianza wote kwenye mchezo mmoja wa vita. Niliwahi kulizungumza na wewe hapo mara kadhaa, nimekuambia kuwa yoyote kati ya waziri mkuu Netanyahu au Donald Trump atakayekubali kuingia kwenye mfumo wa mwenzake, basi hali itakuwa tofauti. Hali itakuwa tofauti kwa sababu itakuwa lazima mmoja aondoke, na hiyo ndio iko hivyo kati yao, kuwa hakuna njia yoyote mbadala ya hapa kumalizika kwa mzozo huu. Katika njia zote ambazo zitakuja za mazungumzo zitatoa tu ishara moja kuwa kuna mmoja lazima aondoke. Kama sio waziri mkuu, basi Netanyahu, waziri mkuu Benjamin Netanyahu atakuwa ni Donald Trump mwenyewe. Sasa Rahby, tugusie pia kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Umegusia hapo kwa Iran wanasema mlango bahari umefungwa tena, Marekani wanasema mlango bahari uko wazi na meli zinaendelea kupita. Kauli mbili hizi zinaleta utofauti, lakini pamoja na hayo Donald Trump pia amesema kuwa meli pale zikipita watatoza ile tozo ya tolls, ushuru ambao wanauita tolls pale katika mlango bahari wa Hormuz. Sasa hili linawezekana, na kama linawezekana ni kisheria ama kijeshi, na litawezekana vipi? Iran wataruhusu vipi ushuru hizi ziweze kutozwa? Swala la mlango wa bahari wa Hormuz bado mjadala wake umekuwa mbali, na hata taarifa nyingi zinazotoka, ndio maana unaona taarifa ambazo hazitupi picha kamili au haziko halisi. Ukienda kwenye vifungu 14 vya mazungumzo, lilivyotajwa swala la Hormuz limetajwa katika nadharia moja ambayo inasema kuwa mlango utakuwa wazi kwa siku 60 na meli zote zitakazopita katika kipindi cha siku 60 hazitolipia ushuru wowote. Wakati huo huo inaendelea kusema katika vifungu vya kuongezea kuhusu hilo kuwa uratibu wa upitishaji na shughuli zote utakuwa chini ya uratibu wa Irani, na hata Irani ilitoa address ambayo meli ambazo zinataka kupita hapo zinatakiwa ziwasiliane na mamlaka kabla ya saa 48 ili ziweze kupewa njia na utaratibu pamoja na swala la usalama. Hata ilipokuja swala la usalama wa eneo hilo, mamlaka ya Irani ilijidhamini kwa kuweka bima katika meli zote ambazo zitapita hapo na utaratibu wote wa kupita hapo ikiwa litatokea lolote, kwa sababu kulikuwa kuna zile taarifa kuwa Irani walikuwa wameficha mabomu mengi pale ardhini au wameficha ndani ya maji huko kuna mabomu. Kwa hiyo hofu ya wamiliki wa meli kuwa labda tunaweza tukakutana na milipuko ilikuwa chini ya dhamana ya Irani, kuwa kama kutatokea lolote kuhusu usalama wa meli yoyote, basi mamlaka ya Irani itawajibika moja kwa moja. Kwa hiyo hili swala la tozo liliwekwa pembeni kwa sababu katika makubaliano ya vifungu 14 kuna ile walisema kuwa freezing assets za Irani zitatolewa, na ule mfuko wa $300 billion ulikuwa ni katika kufidia kwa ile Irani kutotoza ushuru. Kwa hiyo ndio wakaweka mfuko leo uwekezaji wa bilioni $300 ikiwemo kufidia, kwa sababu Irani walisema tutatoza ushuru hapa ili tuweze kufidia kujenga nchi yetu. Wasema kwa tutaanzisha mfuko. Ule mfuko ulikuwa ni fidia ya, lakini mkataba huo unaendelea kusema kuwa baada ya miezi miwili au baada ya kufikia makubaliano, utaratibu mpya wa Hormuz utakuwa chini ya udhibiti wa Irani na Omani. Katika wao ndio watapanga kuangalia kuwa tunaweza tukatumiaje hii. Sasa hiyo ni mazungumzo baadaye yataendelea kati yao, lakini kwa hivi sasa wote wanakubaliana kuwa hapatakuwa na tozo yoyote, na hata hiki kinachojadiliwa kusema kuwa tayari kuna maandalizi ya tozo ni vitu ambavyo mazungumzo hayajafika huko. Mazungumzo ya sasa yaliyopo ni kuhusu kuondoa uhasama kwanza, yani tupo kwenye kifungu cha kwanza kabisa katika vile vifungu 14.
Kwa hiyo hata yaliyozungumzwa jana yamesimama pale pale kwenye kifungu cha kwanza, mgogoro wa Lebanoni, kuondoa uhasama, kuondoa matishio na kujizuia kwa nchi zote kuanzisha chokochoko yoyote. Kwa hiyo bado tuko kwenye kifungu cha kwanza, hayo mengine bado hawajafika. Sasa hapo kwenye